Neno la Mungu, tujue mapenzi ya Mungu, tujue mawazo ya Mungu. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uweza ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba wa mbinguni, umeinuliwa mwenye haki, umeinuliwa mwenye uweza. Nanyenyekea chini ya miguu yako Yesu, kwa vile umeendelea kuwa pamoja nasi tangu asubuhi. Mfalme, umetuwezesha hata kuingia katika nyumba yako Yesu. Nami naomba mwana wa Mungu ukatakaze kila mmoja wetu na utakaze anga ya wakati huu Yesu. Ninaomba mafuta mapya, ufunuo kutoka kwako Yesu. Naomba hekima kutoka kwako. Naomba ukaweke maneno kwa spirit yangu, kwa masikio yangu na hata kwa kinywa changu, ili nikanene tu kulingana na mapenzi yako Yesu. Moyo wangu uko wazi Baba yangu, ukakumbali kunena nami, maana wewe ndiye unajua ni nini hawa watu wanataka Yesu. Unajua ni nini wanangojea, na tena unajua mapenzi yako kwetu Mfalme. Naomba tu nikanene mapenzi yako. Ninaomba tu nikanene mapenzi yako. Naomba kuwezeshwa na wewe ninene mapenzi yako Yesu. Lo, yenye inaresist ama inapigana wakati wa neno, kuresist, kulibel, kukosa kuamini, ninaiarrest katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea mioyo yetu, ninaombea mawazo ya kila mmoja wetu, ili tukaweze kusubmit to the will of God, tukaweze kutii, tukaweze kuelewa katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie hata kuseto wakati huu wa neno Yesu. Roho ya settlement hiyo ndio nina arrest kupitia kwa watoto, kupitia kwa uweva katika jina la Yesu Kristo. Tumefungua mioyo yetu Baba yetu, tumefungua mioyo yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, mwalimu mkuu, utufunze mengi, tena utufunulie aliyo sirini. Naomba mafuta mapya, nguvu mpya kutoka kwako Yesu mwana wa Mungu. Fungua hata masikio yetu ya nje, usikumbali ka interrupt na lolote katika jina la Yesu Kristo. Na ikiwa kuna lolote lile liko kwa mioyo yetu na linafanya mioyo yetu kuwa mingumu ama kumbroko ama kukataa neno, naomba ukatusafishe, ukatutakaze kupitia kwa damu yako Kristo, ili neno lako likapate mahali pa kuingia ndani yetu. Na kwa hivyo tunajiachilia kwako, ukumbali kunena nasi. Naomba kutumiwa na wewe kama chombo zako Mfalme, ni kuwakilisha hapa duniani kulingana na mapenzi yako Yesu. Ninaomba direction yako, naomba ukanishike mkono na tena ukanene nami, ili nikaweze kunena na watu wako Yesu. Tena naomba mafuta mapya ya wakati huu na neema mpya, saving grace ya wakati huu. Kristo mwana wa Mungu, naomba utufunike na damu yako Kristo. Funika kila mmoja wetu na damu yako. Tusaidie kuelewa maandiko na kulitenda. Ninakukaribisha Baba yangu, ukumbali kuwa pamoja nasi and minister with me. Tena naomba presence yako Kristo iwe pamoja nasi, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo kila mmoja wetu aseme amen. Mara tena tuseme amen. Amen, amen. Tunaendelea vizuri na ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelida moyo wangu. Niko na furaha nikiendelea na neno lenye tumekuwa nayo kwa muda. We are almost tuko karibu kumaliza mwaka na hii neno, na najua watu wanasaidika kupitia kwa hii neno. Tunaendelea nayo basi, yenye nimekuwa ni kila wakati nikinena. The title is Believing God upon Great Things. Leo tutaona Genesis 18:1-15 na Genesis 21:1-3. Genesis ni ifukulia kiambiriria, Mwanzo 18:1-15 na 21:1-3. Na wakaribisha nyinyi nyote katika jina kuu la Yesu Kristo. Msikiwe mkiwa huru katika nyumba la Baba. Whoever hata ni mgeni asikie akiwa katika nyumba la Baba, asikie yeye ni mwenyeji. Hata wenyeji pia ninawakaribisha kwa section hii. Najua Kristo atatukumbuka na njia kipekee. Ni kwa nini tukae tukirundia mambo na kumbelieve God? Ni kwa sababu so far wengi wetu hawanja tenda makuu, na ikiwa hata kuna kutenda ni tule tundogo. Ujue Mungu wetu angependa tutende makuu zaidi, na watu wengi wanaendelea na kuteseka. Kwa hivyo Jehova anaendelea na kutupenda direction na kutufunza yaliyo sirini. Leo nilikuwa ninachalijiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu.
akani challenge na imenisukuma sana. Ameni challenge na njia hii, nikaona wengi katikati yetu kwamba wamengonjea, wamengonjea, na ndio maana nimeanza kuambia hapa tuombe, tushikwe mikono, maana wengi ni wale wamengonjea mpaka wakafika mwisho. Wengine wanashindwa kweli, huyu Mungu anasikia ama asikii. Nasema si wengi. Hao wengine nao pia watakuwa na mahali pao, na tutaangalia sana mambo yenye imeendelea, promises za Mungu zenye zimeendelea before tuipokee. Na ni kwa nini sinaendelea hapo? Kwanza ni kwa nini baraka zetu sinaendelea? Ni kwa nini ninakuletea mambo na kuamini tu? Ni kwa nini baraka zako na mimi sinaendelea? Ni kwa nini? Ningependa kwanza turudi nyuma kidogo ili tusomewe hiyo chapter 18. Nitarudi nyuma kidogo, nipitie kidogo kwa Genesis 12, mahali Ibrahim mwenyewe aliitwa na Mungu na atoke kwa watu wao, na kweli akakubali. Alikubali na akaamini. Alafu after kukubali, Mungu mwenyewe akanena, akampromise. Na ndio maana tuko pale kwa undrained promises. Mungu mwenyewe akamuahidi Kenya atampe, Kenya atakuwa, akaahidi atakumbariki, akamuahidi mambo mengi. Na huyu mzee si kwamba alikuwa yanga, nafikiri hakuna yeyote amefikisha hiyo miaka katikati yetu. Alikuwa 75 years akiitwa na Mungu. Hata mke mwenyewe si ati alikuwa young, wote walikuwa old. Tunajua hakika kwamba hawakuwa na watoto, lakini walikuwa na watumishi. Na ikawa hivyo, na wakaitika na wakakubali mwito. So walitoka na promise za Mungu na ahadi za Mungu. Na ni kama vile wengi wetu, naomba niongeze kidogo, kama vile wengi wetu tumekuwa nazo, sikuwa pending. Tumekuwa na mambo mengi yenye Jehova amenena nasi. Hata wengine walinenewa na wakasahau, na wengine pia wanaendelea na kungonjea. Maana hiyo ndiyo pattern ya Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa season, ni Mungu wa time. Kwa hivyo yeye ana program kila kitu. Akitaka kututendea jambo huwa ananena nasi, maana ananena na njia nyingi. Na kama saa hii kupitia mimi anakunenea wewe, na ananenea kupitia kwa maandiko, anakunenea na ananinenea. So chapter 12 ikawa hivyo, na Ibrahim mwenyewe mzee and the old mama wakangonjea the promises of God. Kwanza sana the promise yenye walingojea sana ilikuwa ya kupewa mtoto. Maana miaka hiyo yote hawakuwa wamepata mtoto. Sitaki kuingilia hiyo sana. So wakangonjea. Venye waliongonjea ni kama hata wewe venye umengojea. Na wao walikuwa na maswali kama yenye uko nayo siku ya leo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba walingojea. Na haikuwa rahisi. Wakangonjea miaka at around 25. If I'm not wrong. Miaka at around. Na usikie mzee kuli aliitwa akiwa na 75 years. Akangojea miaka hiyo yote. Anangojea Mungu, maana aliamini. Pale tunasikia alimwamini kuwa ni wa haki. Aliamini kwamba Mungu Kenya amenena ni ya kweli. Kuna mtu ananisalimia na hapo ama? Nani yeye ananisalimia? Akangojea Mungu miaka 25. Akiwa katika hali ya kungojea, niko pale sasa ili nilete jibu yako. In between 75 to 25, ni kwa nini Mungu hakuleta huyo mtoto miaka ya kwanza pale beginning 5, 10? Ni kwa nini? Nilikuwa najiuliza hivyo. Ni kwa nini? Na ni kwa nini hata na sisi tumehesabu miaka mingi, Jehova akikinena nasi haki. Unaamuka asubuhi unaona ni kama utapewa leo. Hata unakuwa na furaha nyingine ya kianjabu. Nakwambia yenye nimeona Ruben. Singine hata sinasaulika. Kenye nimeona. Uliona kenye tuliona leo asubuhi?
Hey! Haya, basi unakaa very excited. Ukiwa umefurahia karibu ambie kila mtu. So, mimi namuona Ibrahimu hivyo. Na ni Mungu tena. Ni Mungu alimtokezea. Hata si ndoto, lakini udhuku na kwingine alinenewa kwa maono. So Ibrahimu akangonjea, mke wake akangonjea, wote walijua wamenenewa na Mungu. Wakangonjea mpaka mambo ikaonekana ni kama hakuna. Tunaona tena Mungu wetu akiona tumekaa sana na ni kama hii kitu yenye unangonjea ni kama unaona kama imeondoka, ni kama haitakuweko, huwa na renew. Si kwamba tena expire, hapana, sio kama zile license za gari si ati zina expire. Ni wewe unajua mtu mwenyewe kuna vile ametengenezwa na hii ni mambo yangu. Vile ametengenezwa na Mungu kwamba inafika wakati wa kuexpire kwa kitu. Kulingana na yeye inafika mahali ni kama vile unaweza kukaa mchana wote ufanye kazi yako, ukifikiri utaenda throughout the night bila usingizi, hiyo kipindi inaishia for some time, unajikuta umelala. Ni kama hivyo. So una change the season. Kwa hivyo tunaona nini? Ya kwamba haya watu ni sawa, Mungu aliwanenea, lakini wakaendelea. Nasema wakaendelea na kungonjea. Wakawa hata na maswali kama vile hata wewe uko na maswali siku ya leo. Mpaka mmoja wao, maana hii ni familia, mmoja wao akaona ni kama I don't think Mungu alinena. Na hii ndio sasa mbaya zaidi, maana inaleta doubt nganja. Inaleta doubt, inaleta shaka. Na kwa hivyo mmoja wao kaona ninaona ni kama Mungu hakunenea pastor. Ninaona hivyo. Ni kama Mungu hakunena na mimi. Ninaona ni kama hakuna promises za Mungu tena. Maana why me? Kwa nini niteseke? Hayo maswali yote niliambiwa na Mungu na Kenya watu wanauliza na Kenya watu wananena, na ninaomba tutege masikio ili tujue kama Ibrahimu after many years alipokea Kenya alipokea. So wengi wako na maswali. Na chapter 15 tunaona ya kwamba Mungu akalinio, nirudi kwa linio, huwa Mungu anakuja kulinio. Kama vile tunaenda kwa vitu nyingi sana tunalinio iki-expire. Mungu wetu si nasema ya Mungu si ati ina expire. Unielewe kabisa. His programs hapa duniani si kama sa Mungu wetu. Chapter 15 wakiendelea tu na miaka akamtembelea tena. This time alinena naye kwa maono. Niko pale nataka kuleta ni kwa nini sina delay hapo, niko pale though tunamalizia vizuri. Ni kwa nini kwanza deal with ni kwa nini, deal na the questions. Ni kwa nini nataka tuondoe the questions, alafu nitaleta the jibu ili wewe waambie Mungu akuongezee imani. Na tulianza pale nipandishe kwa imani, maana imani ya wengine kwa sababu ya delay imeenda wapi? Inaenda ikiisha. Kwa hivyo tunafunzwa na wao. Chapter 15 tunaona ya kwamba Mungu akaona huyu mzee hapa tunaelekea labda atatoka kwangu ama arudi kwao. Kule kwao kulikuwa na miungu, si ati walikuwa najuana na Mungu. By the way, angerudi kwa miungu yao, kwa vitu zao, na Mungu maana alikuwa amemuita, akaona wacha nilete lilio kanjeruhie ndoyo ndamwirire tondo kuroneka riu miaka yake yo nayo hata miaka yenyewe ataona hakuna Mungu. So every time tukifika wakati kama huu sasa, unaona mambo ni kama inaisha, ni kama hakuna kitu, ni kama hata Mungu hakuongea. Mungu wetu unajua anatumia nani? Anatumia manabii. Hawa ndio wanakuja na revival. Hawa ndio wanakuja ku revive. Ndio wanaleta the newness ya hiyo kitu yenye unangonjea. So alinena na yeye. Huyu hakuwa na masoti kati nini, akanena na yeye through a vision. Akanena na yeye Ibrahim, akaitika na hiyo yote, akamwambia tu ni ile tu story ni ile. Si ati nimebadilika. Na hata kwa Ibrahimu yenyewe kwa katikati yetu story ni ile. Nasema tu ni vile Mungu alinena na wewe. Wacha hiyo ingine yenye uko nayo mandauti hivi kushinda ukikasirikia watu. Ni vile tu Mungu Mungu wetu abadiliki, ni wewe umebadilika. Ni wewe unamkimbisha, ni wewe unaangalia time.
Ibrahimu hata wenye wako katikati yetu, hata mimi nimekuja kuleta revival and renewal. Nikwambia Ibrahimu mwenye ako katikati yetu, vile tu alikwambia ile siku, vile alikwambia hiyo miaka, hivyo tu. Si kwamba amebadilika. Ujitie moyo, inua imani yako tena. Hajabadilika Mungu wetu. Angekuwa ni wakubadilika, of course hatungekuwa hapa kanisani. Maana mambo yenye Mungu alinenea pale beginning bado niko mwaka wa 18 hapa nikipreach. Na kuna yale alinena na mimi yangu hata ikikaa anje ninajua ya kwamba Ngai ni erohagia ciiraniro na ni akinyanageria. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tunaona huyu mzee akaonekana huyu sasa mahali anaelekea anaweza kurudi kule. So akakunja kwake kupitia kwa the vision, akanena na yeye, akamwambia at this time now ninakufanya baba wa kimataifa. Huyu akaanza kuongea kwa ndoto. Umewahi ongea kwa ndoto? Ni kama mnaongea na mtu. Sometimes huwa ni malaika ndio wananena nasi, ndio wanatumwa. Hata Yesu mwenyewe anaweza kunja. Na wengine wanatumwa ni kama mtu, tuseme unaona baba Mudhonia mkiongea na yeye, unaona Rubeni, unaona pastor, lakini ni malaika wa Mungu, ama ni Mungu mwenyewe, ama ni Yesu. So anakuja kuleta jibu. Akanja akamwambia Ibrahim, kumbuka venye nilikuambia utakuwa baba wa mataifa, watoto wengi. Anamuuliza unaongea juu ya nini? Unaangalia tunafanyia Mungu wetu hivi. Hata time sina katashwali. Hata muda, hata time sina, nitaenjoy anje. Unaniambia mambo ya 80 ati ninangojea mtoto anje. Nitafurahia anje huyo mtoto. Yaani huyu ni mtu. Na ninajua kuna mtu hapa wamereso na Mungu. Wameulizana maswali na Mungu. Basi akaambiwa ikiwa uamini ondoka nje. Na ninaondoa doubt kwa wachache wenu wenyewe. Kuna wengi watapelekwa kwa mahali wanjione na si ati itakuwa ni kitu yenye imetendeka, itakuwa ni kitu ya kukutia moyo. Basi ikiwa uamini ati unaniambia utanipe mtoto, angatakuwa nini hapa kwenye huko ndiko mtakuwa wengi anje, na ninajua tu mtoto mmoja ni ule tu mtumishi wangu. Kuna kenye unajua wewe. Akaambiwa hapana, si huyo si ndiye atakuridhi. Toka nje. Akaambiwa hesabu nyota, akaambiwa hivyo ndivyo utakuwa. Yeye ninashindanga kurudia hii. Ndio maana I'm not excited even. Ya kwamba mambo ingine yenye tunaambiwa hapa ni kama upuzi, inakaa ikirundiwa. Why? Mungu akituambia ni ngali, mimi ni ngali ule Mungu tu. Nilinena na ni ya kweli. So kwa wale ambao wameona ni kama hakuna, ni ya kweli. Akaangalia na kumbuka hana mtoto wa damu yake. Na akaamini. Lakini angalia wakati aliambiwa hivyo, yeye kuna kenye walifanya na Mungu, akatoa dhabihu. Ndauga akiruta kigongo na sisikii kama nitaingilia mambo na dhabihu juu wengi hapa hawajui na wapendi. Wacha niiruke hiyo. Tafika wakati wake tu. Wacha niiruke, lakini ni very important. Rirwa arutire kigongo ya gwika atia, ya kugogua aliangaine guo, ya gosil, ya gwikira muhuri ya mjuangi. Lakini wakati aliambiwa achinje, although this time atuchinji hingo eno itu tutithie njaga, akachinja kenye aliambiwa. Alikuwa na kazi kubwa. Uone maana ya delay. Nasema ninaleta home maana ya delay ya Mungu mwenyewe. Alikuwa na kazi amechinja ni sawa, ametoa dhabihu. Alikuwa na kazi ya kumenyerera kigongona. Kumenyerera kigongona giki kagira muhuri nikimenyagirirwa. If you are not careful, ati tondu no waruta kigongona wekari ogu kiaresiri, no wikore nginya undu uria waririe wigitwo ogu pending bando ndu uria uramuvu wigitwo kuruta kigongona. Yes, let me minister to somebody, one person too. Kuruta kigongona is good. Kongand is the best. Kongand de kukwaba
kuokoka ni mkwega, sijakataa kwa wale wanajua wamefika kwa hiyo level, kwa wale wanapenda, kwa wale wanajua maana yake, lakini kumenyerera ni kukwavata muno. Maana once unatoa dhabihu ni kumagirira iondu cia kuthatia, cia kundivile, cia kurogamia, cia kunina. Kuna tokea immediately, sinajuanga by the way, tondu riri kigongona ni kiaragia. Na nikiuonaga nginya mundu, unaona mtu anaprepare kuja kutoa hapa, akifika huku kanisani anakaa kama amekuwa confused. Kikiaria. Uwakina nena nini? Usitoe. Uwakina nena nini? Hapana, anakona pesa. The money is not enough. Lakini ukitoa pia si ati itakosa kuongea, itaongea pia ikiwa imetolewa. Na this time si ati inatolewa iende wapi, ni vitu zingine zinaanza kuja sasa kuchafua, kumaliza ili kienye ulitolea kisifaulu. So it is ne jukumu lako kungand the sacrifice. Alikuwa anafanya nini? Na ninaomba wale ambaye tunajua hiyo siri ya kutoa dhabihu, Jehova afungue macho yenu ya kiroho. Jehova afungue, mwambilie kuona ndeli. Mwamba I wish ni mmenyaga tondeli ndetoe. Unaona tukitoka hapa, nilikuwa naambia hata mama Njage, tukitoka hapa tu hapa before tufike Ngorodeni nakutananga na ndeli wengi. Naona kugwaku nikoragwa na ndeli. Nginya mawera-ini nigokoragwa na ndeli. Kukoragwa na ndeli cia mithemba na mithemba. So usipofunguka macho ujue kaka ni gateli, ai nigekuthata. Sijui kama kuna mtu ngai Ruben namjua mkusikia hiyo. Usipofunguka macho unjue sasa, na fulani vile tunaongeanga na yeye, vile tunaishi na yeye, oyako na wandeli yako dhati akiria ndutire, kiria njetereire. Usiponjua unjue kia dhata kiambagiria ringi gacoka zero. Ibrahim kiro kuno ni kithatu. Yes. Kwa hivyo kulikuwa na preparation, kuna kuanga na preparation. Kwa wale ambao wako na maswali katikati yetu, tafadhali unjue si kwamba ati Mungu amekuchukia. Inaweza kukawa labda haukuwa wise, ukirekereria nderire ikigwa munungo, ikiona by the way kwina nderi nginya ciona gothio. Okay, nyota yake irauga atigaria mithenya. Atigaria mithenya, next week niyo murango wake ukabinguka, nderi kambiria guka bio. Usipochunga nasema no kiruga gitithiraga kianga igitithiraga. Nataka uelewe hivyo, ikiwa ni ya Mungu ni ya Mungu, haitaisha. Usipochunga itawekwa pending. No gekondirerenge tondo ikiwa ni ya Mungu, it is preserved kwa wakati wake. Ona mwareka kuga mwanamke uya kabora ona nginya no irauga ni ndire no ndire ona mama tenge tumuka by the way ni vale maregwa ngimera ati ni sigo ga pending neguo ona amena ni siga kwa pending, ni siga kwa pending. So kunaso ninaona already siko kwa pending, maana watu hawajui kuchunga ndeli kana ndege ama yeyote uli anakuja kudivile. Wanashiriki na wao, and the moment unashiriki unamwambia kila kitu, unamfungulia milango. Ona wakati Hezekia alipokea uponyaji, Isaiah 38, nimetoka nje kidogo nimeminister, alipokea uponyaji, he pleaded with God wakati aliambiwa atakufa, lakini yeye akaongea na Mungu akapokea uponyaji, akaongezewa miaka 15. Watu walitoka all the way kuona mfalme amepokea uponyaji anje, na yeye aliingia akafungua kila mahali. Wacha nikuonyeshe utajiri wangu uko hapa. Nikuegana leo, nikuegana ate kumenya ya ni ndeli akibingurira ndeli wake uthamakini. Juu ya hiyo aliteseka sana. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ninarudi tena, why indire? Ni kwa nini ninapohaidiwa inapostifoniwa? Ni kwa nini niwekewe pending? Ni kwa nini nisipewe? Basi tunaona alinjua hiyo siri. Wewera wake waliriri kinderigio kaka kenga situpewe hiyo neema. Number 1 ni kumenya identify who is ndeli. Ni nini
inaitwa ndeli ngaiye bingole medho makuma na ndamu ba umwaka for the very few and I'm very expectant, I'm very near. Tafadhali wiki hii chukua hata ikiwa ni siku moja mbili wire mwana ndirenda kumenya ndeli iria inongamagia na usiniulize hata mimi hata nasijuanga si ati tutinde bakiria. Yes, ngwikara na siatia ni muthuri wakwa ni mutumia wakwa ni neimba turuta wira nake nitafanya nini? Mungu wetu atakwambia. Si ati utapewa message ukae na knowledge. Mandivaina ni maruta wira usi wako guciara ini peke yake no matekwira ugwika atia. Ni wapewa message ni Rubeni ngongamagia alafu na ni mwana wa kakangu muraga. Yes, basi nitakaaje na yeye ili nikitua dhabihu hata weza kufika kwa hii dhabihu yangu. Usitoshereke na message peke yake. Toshereka na the message and solution. Message and solution. Message na kihonia. Ili usikasirikie Rubeni ati ndonge mwariria ndonge mutethia na ne waku abora gathimo kareka koya. Message na kihonia. Jina la Yesu lipewe sifa. Ninarudi kusema anje ya kwamba alijua hiyo siri na thiri yo leu ni andu aingi anyu mahithirwo. Makirikireria ndeli ikendiviro bandu bake move gikarugama. Kirugama gagikithonde kwa ringi. Ndirikana gende kiriani. Na nasikia kuongea Kikuyu. Kinasimama hiyo promise hiyo blessing yako ni tondu wa kumerekereria ninwe ni ndeli ndiviro. Ithukangio kirugamaga gikithondekwa ri gikiriniwo gikitherio. So ninajua ndesiria kwi mundu ramenya eku na ninasikia kwa wengi wetu and especially wale wako hapa kwenye niko hapa sia ukaira therua to ni marekererie ndeli matiana menya walikumbali walishiriki na ndeli magioka makirianira nacio nacio wira gacikoro cia kuthuka. Yes, nisiega kwa Mungu wake gongona. I wish Mungu atakusaidia tu uweze kungandi your sacrifice. Ninaongea juu ya chapter 15. Akaweza kungandi ndege ya mwisho ngai yake accept sacrifice yake. Sikumaanisha sasa ki accept ati vitu zitaenda kwa haraka. Hapana, vitu zinaenda na programu ya Mungu. Na time ya Mungu. Programu ya Mungu na time ya Mungu. Kuna programu ya mtu na programu ya kama yangu. Sasa ningeulizwa ningesema mwezi huu niwe ni ABCD, lakini hiyo ni yangu. Mungu wetu kuna kile anataka in between wakati wake ufike. Kuna mahali anakupitishia kwa shule hiyo mtienda kuigwa ni njui na no a must, it is a must. Shule ni lazima ya kiroho. Yes, kuna mambo Yesu ametuahidi. Mungu wetu ametuahidi. Kwa nini Ibrahim na alikuwa mzee akupewa immediately? Tuone wakati alindire hiyo moja tumeelewa juu kutoa dhabihu na kungandi. Kutoa dhabihu na hata kuna wengine wajui kutoa asuru ndio meku asunanga gwikara na kiraniro riu nginya riria gigakinya through the mercies of God. Then tunaambiwa anje ya kwamba akiwa katika hiyo hali ya kungonjea kama vile wewe uko. Mmoja wao mwenye alikuwa wiki huyo mubudhu na masetani anajuanga hivyo akaona hapana. Hii mambo ya kungonjea si yangu te. Kangethere. Wacha nikatafute njia zangu. Hii mambo ya kukaa mahali pamoja si yangu. Ate nangojea Mungu. Kwani ate kuna mtu huwa ananipigia simu ananiambia ate ndo naranjira pasta ni ande mwira gaeka nasa. Juga ate mukinyuri yako menya gekare. Ate ndo yona ngai atethagia witethetie. Tatwitethio wone. Sasa hiyo unjinga inakufanyanga uondoke kwa Mungu uende njia nyingine. Ilifanyika na Sara hivyo. Sara akaona hapana, kwani ni nini akushinda ukingonjea hata I'm past giving birth. Akaita Ibrahim. Ibrahim we kunja ole ukongandaga na korea. Kuja Ibrahim. Ibrahim hakuwa anashinda na bibi yake, akaambiwa hii kitu tumeingonjea sana. Unaona hii kitu baba mdhoni tumeingonjea nonginya twethe njira. Na wengi wetu wako kama Sara. Wengi wenye tunaishi na wao wako kama
njia. Wacha tutafute njia nyingine. Siri ya Mungu kwanza tuweke ya Mungu kando, tutafute njia nyingine. Maana Yesu promise, wacha waeka promise uko na miaka mingi. Wacha tundivert. Na tunakunja na ambianga mama Njagi na diversion spirit. Roho wa kukundivert. Na unajua by the way, huwa mnajua kama wengi wenu wanatembea na hiyo roho. Hebu tuone, ukianza kuomba na si ati umechoka, ama kuongea na mtu si ati umechoka, wa mundu abagiria kuria mieu. Akaria mieu nginyoka ligwa hii ni toroe. Hiyo ni sign ya kwamba wewe huwa unatembea na roho ya diversion. Na hiyo si ati ni kuchoka, siri ya kuchoka hiyo ni normal. Si ni kweli? Ili ya kuchoka na usingizi ni normal. Ingine talitu ya batu one mundu alete mewe na ni alire kiroko. Mpaka na yoni mpaka unashindwa ni nini? Diversion spirit. Sara alikuwa amebeba hiyo roho. Kumbuka kigongona ni kimenyerere, I like it. Lakini nayo kuna roho nyingine imedevelop. So why do we wait until the time of God? In between the promise and waiting and deceiving, abakatagati kumagirira maundu mai. Mwathani wage kithondeka akibaragireria. Nigetha wakinyita ubote kukimaintain. Nigetha wakinyita ugiturie. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo ukiwekewa unjue si ati Mungu anakuchukia, hapana. Mungu anakupenda na anatupima. Alinjua Sara kuna kitu lazima asome, hata Ibrahimu akimwira riu mwana ucio tutinda tukigwetera uboro wake katumuige kando twethe njira. Akaita mint Hagai wengi wetu wanajua hiyo mboleria Hagai aingatiro kwa Ibrahimu hiyo. Akamwambia chukua yeye ulale naye meindi yake. Kara naye wakapata mtoto mwenye anaitwa Ismaili. Kumbuka promise bando haikuwa divided, ni guided. Nimenyere no kama divert. Matika kweterera ere mathiga siraka. Naomba kusiwe na mtu kama huyo katikati yetu. Na ikiwa kuna kitu anafikiria kakundivert, amenye kuundivert gutikora kwega. Kuwa divert gutikora kwega. Wega gwa kaba kuo no kathine benya muno na kukora kwa nebenya gutikora kwa kundu kwega. Akandivert nasema na wakapata mtoto. Ai, Mungu ni nani? Akakunja tena. Mungu ni nani? Ukumbuke sindani yake alingard the sacrifice ama the promise. Ikokoro no menyerere ningitere. Ingali pale ni venye hainjafika wakati wake. Ingali pale ni yako tu. Hainjafika wakati wako wa kupokea. Maana Mungu wetu akikupima kuna kile anataka upitie. Kuna some lessons. Kuna masomo anataka usome ili akikuletea uweze kuimaintain, uwe na neema ya kukaa nayo na idumu. Kiu nikio tutoe. Kiu ni tuendaga indo cia kibiki. Ebenya ye Mungu oti urakarire ngai nuri wakurakarirwa divert tu. Divert tutakuita tu. Divert lakini hiyo unjue kenye utapeleka. Either ni ya machozi. Ya kwamba ni sawa, diversion ikawa na ikafaulu, maana ni wao walikumbali. Si ati roho ya kuletewa unaweza kukataa. Yes, unaweza kusema no. Si pepi hii, mimi nangonjea kenye ni Jehova alinena na mimi. Kungonjea baluni botorabo ya neema ya kungonjea. So ikawa hivyo na mtoto akawa mkubwa. Then Mungu wetu ni nani? Chapter 18. Nasema chapter 18. Before tufike kwa 18, nilikuwa nimeona ni kwa nini tungonje? Ni kwa nini tungonje? Inaweza kukua umengonjea vitu zako simekaa sana, labda ni dhambi fulani ulitenda. Dhambi. Ukitenda dhambi, mambo na dhambi na vitu za Mungu, of course they are itikorogoba muwe. So ukitenda dhambi ujue kama vile tunajua dhambi yoyote ile inafanya either kitu iende kabisa ama iwekwe ukiwekewa utupu. Na ukitupu unjue utapewa time tena ya kusoma utoke kwa ile dhambi
mtu afanyangi hiyo dhambi ili uweze kuendelea. Hizi ni mambo za kiroho. Na mambo ya kiroho lazima uwe kwa masomo. Either ni nasema ni dhambi labda ulitenda. Nikasikia kuna wengine hawana neema. Neema hata wakihaidiwa hapa, neema ya kungojea ni hakuna. Kwani walikuwa nayo mwanzo, ilipotelea wapi? Hebrews 12:15 inasema ya kwamba uchunge, wimenyerere, ndukagie wega wanga induko imetheine waku, ndukanyitwo ni murimururu, that is bitterness. Atinginyo thukangia ndu, uchunge ale marakaraga muno, arakari muno, kuiga maundu. Unikuona kama yaani siku hizi hata ni rahisi watu wengi wamekuwa na hasira. Unaambia mtu kakitu kandogo hivyo anasikia vibaya sana, anaona kama unamuonea. The more unaendelea na kukasirika na kuwa na bitterness, neema yo ni thiaga. Neema ya gwetere ni thiaga. Neema ya kwamukira ni thiaga. Neema ya kumaintain ni thiaga. Kwa hivyo tuimenyerere. Nauga tuimenyerere, tutikagie kimuri kiruru, that is bitterness. Tuikae tukiondoa ndani yetu. Najua vitu sitakunja, maana sinajua kenye tunangojea, lakini tunaomba tuondoe. Mungu atusaidie kuondoa. Basi tunaambiwa nini? Ya kwamba maswali yenye tuko nayo, si ati Mungu wetu anjui, hata anajua kwamba umefika mwisho. Lakini ningetaka kuencourage mtu, nimwambie ya kwamba Ibrahim alifanya Kenya alifanya, lakini chapter 18 twende kiti. Hautasoma yote hii sasa watu sawa, ni sawa. Chapter 18. Mwanzo 18:1 hadi 15. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamule. Alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa joto, akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona, alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema. Akainama mpaka nchi, akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako, na yaletwe basi maji kidogo mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe mioyo. Tufikishe pale ndio ninaona kuna watu wameanza kurudi nyumbani. Na riri mwathani ni oimereire Ibrahimu migandaini ire miamure ya Mamule. Ibrahimu aikarite muromo-ini wa hema yake mathai-ini ma miaraho. Riria ainamukire akiona andu atatu marungi mbere yake, amona agiteng'era kuma muromo-ini wa hema amatunge, akinamirira akihutia thi na thithi, akiuga atiri, athuri aya, angikorwo ni njitikirite ni inyue, mutikae kuhituka muci wa ndungata yanyu. Reke mureherwo mai, mwithambe maguru, mucoke muhuruke rungu rwa muti uyu. Ningumucariria tuirio niguo mpaka mwisho. Tufikishe hapo ili niweze kuelezea. Chapter 18 nayo inasema nini? Ukumbuke already wamendivert. Tuibauleu. Na ninataka unjiite mkutano unjiulize, by the way, mahali Mungu aliniahidia kitu fulani, ningali pale ama nilindivert nikaenda kuchukua kwingine, nikaenda kupokea kwingine? Basi ikiwa uko pale, unjue wewe ni kama wao, na tunasoma leo na tunafunzwa leo. Na ikiwa unjafika to the ya kuenda kundivert, tafadhali na kuomba usindivert, maana mitihani itakuwa mingi once you divert hivi. Na kuambia kurudishwa kwa laini. Nasema kurudishwa kwa nini? Mitihani ni Kiingereza, mathematics and the rest. Yote mitihani ya aina yote, once utoke tu kidogo mitihani. Nakwambia Ruben, wacha napendanga, najuanga ukiamini na miguu. Yes, mitihani inakuja. Yes, mingi, si mchezo. Ya Ibrahim ilikuwa hii.
amendivert wakiwa na mke wake, wakajadiliana na ikatendeka. So wakatoshereka, after all tuko na mtoto, we muka onaongea kana nende na nanga. Mungu ni nani? Alikuwa amemwahidi na akangandi hapo kwanza ndipo baba tamuno ati already kiali kimenyerere, lakini hapa katikati kamtiani kakakunja kakuthima kana no wetagirira. Angalia ananingojea kweli, angalia anajua kuna kitu nimemwekea. Kwanza shinda ni ati wengi wetu huwa tunasahau. Ikikaa sana tunaanza kufanya mahesabu yetu kama mtu, unasahau kuna kile Mungu alikuambia ukambedia madhambi mako. So akandivert, nisirudie sana mambo na diversion maana nasikia ndio iko. Akandivert, then Mungu mwenyewe sasa akaanza kujitokezea na mitihani. One yenye imekuweko Septemba yote na hata itakuweko mwezi huu. Imekuwa Septemba yote na venye wengi wetu hawakujua, na itakuwa mwezi huu. Maana before the end kuna watu already watakuwa metimishiwa kenye Jehova alinena na wao. Ni gani hii? Ni hii ya chapter 18. Hii ya chapter 18 kwamba alikuwa tu ana shughuli after all kwa na mtoto. Hakuna hii si ndio Ismaili yako sasa? Ni wa Ibrahimu, si Sara. Naongea mambo na Ibrahimu. So akiwa na starehe zake, kuna mtoto anacheza huko nje. After all sasa niko na mtoto. Mungu wetu ni nani? Maana it was well preserved. The promise was well preserved. It was well guarded. Basi hakuna mahali ilienda. Ni venye ilikuwa inangojea wakati wake. Sasa ikafika sasa wakati wake. Lakini before hapa kuna lazima hata wewe ufunguke nini? Macho. Maana kuna area muoranirwe nao. Nangai na mehia na diversion. Kuna area sasa mnakaa hivi, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Huwa anakuja wakati wake. So alikuja na njia hii yenye wengi wetu hawakujua, na naomba wale sasa watafisitiwa after this wafunguke macho waelewe kwamba alikuja in form of mundu. Ndoke ate muraika ngando yanga okire mundu libu. Mundu. So akiwa ameketi kwake bila shughuli, kuna mtoto anatembea huko, after all sina shinda ya kungojea huyu Mungu anaenda kukokalilia koka, na akinjipima yeye mwenyewe kama mtu anaona hakuna. Hiyo miaka ni hakuna, kenda kitale ni hakuna. Akingonjea hivyo na ana shughuli sasa, nafikiri alikuwa amekula maana ni it was afternoon. Akaona wanaume watatu. Na nasema Septemba yote na mwezi huu itakuwa hivyo. Na kuna wengi wameanguka already. Hata nilikuwa ninawaona na nikakumbuka ya kwamba wanaume wakatokea wangapi, mtu akiwa kwa shughuli wanaume kwa wale wako na business, tafadhali nisikize. Anaweza kunja mahali uko na business ya wengine ni nyumbani, wengine kwa barabara. Hivyo tu, unaona hivyo tutatokea leo, kuna wengine wataletewa. Mutingiwa amen ito mutarambenya next nindwe. Ambuji next ni nini? Sikiza hapa, ukisoma leo kuna watu leo watagraduate. Nasema leo graduation kuna wewe ando omothe. Unafunguka macho tu, na ninawaambia mfunguke macho. Alikuwa amesahau mambo na time. Alikuwa amesahau kwamba kuna mtoto Isaac, kwamba amehaidiwa na mungaligimikia. Alisahau na hiyo ikaisha. Njoo ako na mtoto mwingine. Diversion ni gwikaga. Diversion ni njoru. Tumeikwe roho wa diversion. Tuekale tu Bwana niinuai kwa imani mimi nisimame nipande kimulima kia diversion. Kimulima kimwe ni kiandoe. Kini kiandoe. Ikinja ninajua hakika hii ni diversion. Na ipanda na ninapita. Si kupanda ukianguka. Hapana, ukicompromise. No, ni kupanda unaenda hiyo ingine, maana ni level. Nasema hiyo ni level. Basi tunaona Ibrahim ndiye huyu akaona wanaume. Na nafikiri Ibrahim was very generous na macho yake, unajua alikuwa nabii. Macho ilikuwa imefunguka kweli kweli. Akaona wanaume watatu. Akiwa tu at a distance, akakimbia kwa haraka hapo. The key is there. Kiri webau, sabisio thibau. Wanaume, dini kora murathi.
Tainyanya unatoya leo. Sasa hawa wanaume sumbua. Usipojua utafukuza the angels. Usipofunguka macho utafukuza the angel. Ni okuengata raika aria mokete gukwira niriri ukathire na kegeke. Hallelujah. Mungu atusaidie tufunguke. Tondu ni kwando matwikire akubiyukagirwa kwaria ini hau no kuengata muraika na kwi andu mamengatete already. Yes, kuna already wamemalizana na wao. Sasa mtihani ya wale ambao wako na a lot of diversion inakuanga hivyo kali. Si ati itakunja ile simbo upewe kwa haraka. Maana uliwekewa, nani alikwambia uende kwa diversion? Kitambo ulundisiwe hapa kuna kufunguka macho. Uelewe time, this is the time. These are not ordinary women or men. They are sent by God. Ayati andu akawainda, ayati ale moya goguo. Wesira kumwera kiwo kiria kamwera kabuikiria. No, it can't work. Matumetwe ni Ngai. Ibrahim aya na diversion isi yake I like him. Akimakaribithia, akimakwatoge. Yes, mathiete on Sodom lakini time yake yari nginyu. Werewe hapo. Time yake ni aburaga. Tutingibituka guku tutambite kwaria kigo kio nambi. Tusukume profesia. Jina la Yesu lipewe sifa. Akawakaribisha, akawapikia, sisemi ate tumugagire ndo tukimakaribithagia pattern ya kutoya ya Ibrahim. Lakini chunga venye unatiriti watu. Uchunge venye unaongea na watu. Basi akawakaribisha. Meka mteni makiria. Wakiwa wamefurahi sana. Unajua ukifurahisha Mungu ndio baraka zako zinaachiliwa. Wakiwa wanakula ate makiurwa ena mutumia waku na nimekomenya no araruga. Chunga. Hiyo ni test. Na bibi yako ako wapi? Akaelezea. Then yakirwa mahindo tamaya. Mahindo etamaya kwena mundu nginya kwirwo muthi. Ndeti tereko. Na huyu atamaliza iya bana. Yake haitafika December hata. Nasema sasa unjue wewe si Ibrahim, sio lazima iende iya maana tikaro ora conceive. Mahindo tamareko. Ninga soka ulikane arona ni mundu anaona tu nitarudi tena na Sara bibi yako atakuwa na mtoto ya Kaismaeli alendwe. Wewe ule diversion yambageria kwalia. Aya kumbe nilikosea. When it is too late, wakakedika kwa runda diversion yako kuroga atwara. No ndiro na yate diversion na no ameretire. Uliikaribisha. Utaipeleka wapi? Hapo ndipo shida. Watu wa Mungu tukae mahali pamoja tungojee wa package. Gai mwana ni mutengi gaya meni. Aya Mateo kenge kundi kenge atirisi kingere wa ondoyo. Tungonje mpaka wakati wa Mungu na tupewe hiyo grace. Niliona katikati yetu kuna mtu ambaye anaweza kubarikiwa sana na kupokea mali lakini ngirwa grace yake ni athire. Na nilionyeshwa ilienda na nani? Nisikia vibaya na ni mwanaume. Nilionyeshwa ilienda na nani? Maana mwanaume alikuwa ndeli. Nimokongirira mutengejuria no. Huyo mwanaume mwenye alienda naye alikuwa ndeli. Ndeli ni ile yenye tufocha yenye tulikuwa tunasoma juu yake ni Genesis 15. Alitoa dhabihu akatoa dhabihu. Wakati wa kungandi akuelewa the futures wakinja. Alikunja tu kama rafiki. Wakaendelea. Akachukua nini? Nyota. Grace ya kupokea hiyo kitu. Ati akona nyota iko juu sana ina sign. Unokamwekatia hawezi kupokea kwa sababu neema yake ilie. Neema ni nini? Ni usaidizi kutoka kwa Mungu. Ni usaidizi kutoka wapi? Umunde ndira ugiriria. Ni usaidizi kutoka wapi? Unaweza kukomokome no menya toroni nderi. Tarugo kakudhukia kile ndiraria. Nasema ni neema, that is grace. Ni usaidizi kutoka wapi? Kwa Mungu. Njite mkutano uone kama ungali kona grace.
kwamba ni saa hii ukipewa hii ni ya kitambo unaweza kuimaintain. Yes, Mungu wetu anapima. Ibrahimu unjue already alikuwa ndio maana alipewa another 1 year 9 months. Another 9 months. Mwaka muthenya toyo mweri moku, mwaka moku otoyo ningacoka mutumia waku agakorwo na mwana uretwa Isaka. Ai Sara wale wanakuanga na roho ya diversion unakorwa na muhudhia ati kubuthia Ngai unamwambia hii anasema hivi na wewe unasema hivi ate mtoto ate Sara atakuwa na mtoto. Sara angalia miaka, angalia the resources, angalia sina hiki, angalia miaka the wasted years, angalia venye umefail, angalia venye kwenyu the background, kwenyu hakuna kitu, angalia uko rejected. Visababu za ujinga hapo. Sara akidheka Sara akacheka alicheka akiwa na mwanamke. Sara alikuwa na characteristics za mishene. Unajua watu wa mshene wanakuanga aje? Wanapendanga kusikia sana. Kwa hiyo nginya kathikiriretie. Umewahi ona tuseme mwanaume anapigiwa simu, mtumia na make sure egwe ni mtumia oraria kana mwanake na sorry. Sara ndiye huyu akakaa nyuma asikize kile wanaongea. Yes, akasikiza akacheka ati Sara. Anajiita ati Sara. Mimi nipate mtoto hata kwa period ilisha mambo na kenye daktari wanajua kilisha. Hiyo ni ripoti ya daktari. Mungu wetu akisema hata daktari waseme ni full stop, anafunguanga full stop, anakuambia tusonge. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo Sara alicheka, hiyo ujinga yake ni diversion ilikuwa inamfinyiria mpaka anaitoa ikiwa kicheka. And by the way Ruben, sijui kwa nini uliingia hapa ukicheka asubuhi. Ndongo ulisikia hivyo? Nikavunga macho ili tusiongee. Mimi nikaendelea na kuimba. Na hata wakati nimeingia na hapa nimeingia. Na mbona kwa nini Ruben alicheka asubuhi na alikuwa amekosea? Alicheka. Nikaona huyo si Ruben. Lazima undilo na hiyo spirit Ruben. Sema Ruben amen. Sema amen. Yes, uwezi ukachekelea ati wakati umekunja late 70 na kitu. Tunakungojea kama mwezi mmoja. Na unaingia pa unachapa kucheka. Unachekelea ndongo tukiwa na yeye. Mungali mnaningojea. Swali. Hiyo ni roho. Mimi nikasema Ruben uwezi ukandivert me. Wakati Ruben alikosa kufanya hivyo, kulitokea nini hapa Ruben? Mimi hata nilikuwa nimeona kama ni kikuku. Niliona fumbi. Hapa nikasema you cannot divert me. I have to overcome this. Yes, nilisema hivyo. Na nikaona fumbi ni kama kitu kimekunja kikubwa. Ndirauga kiroto, ndiraugeria ndeto siama. Kitu na nilikuwa nimeworship sana. Sasa hizo Ruben anatuchekelea wakitengeneza vyombo, anaweka muziki yenye anataka. Nikasema you cannot divert me. Hata uweke ile ya nia dance, weka kabisa. Nitaendelea na hiyo song. Na ina instrument nitaendelea, ndongo akaendelea nayo, lakini uzuri wa Ibrahimu aliona nikaona akikimbia, kukimbisa nini ndeli. Ndivyo alifanya, ndongo ni kweli. Keti yako ameingia alikuwa na ana nini? Ana divert na kule kwao nyumbani. Akaikimbisa. Nikiwa ninaomba, nikaona kitu kimewekwa kwa maua. Naona hivi, by the way I was not praying. Nilikuwa ninaimba wimbo ya Antia sijawahi imba, ilikuwa ya Kikuyu. Nilikuwa nimeimba, nasikia nguvu za Mungu, macho ikafunguka, ndona kindu kienjerwa. Nikaambia Ruben, akaniambia hivi ulisema, nilikimbisha ikaingiza kitu na hapo hivi. Na nika expire mstikamage, akaifukuza yote, so nikaita Ruben Ibrahim. Sifurahie Ibrahimu ako na diversion mingi. Ndireni usefu miaka. Kwani issue itaisha lini? Masomo. Pigieni Ruben Ibrahimu makofi. Kusoma ni kusoma. Nikiwa hapa nikaona accident. Kufika na hapa Ruben akaniambia nilikuwa nayo mama.
sio ishindwe. Wamemjaribu sana na accident. Unajua ni nini? Diversion. Lazima uelewe. Kundivert ndagoke. Hiyo tu peke yake, maana walikuwa wamesema leo by the way hakuna kanisa. Hakuna, ni mtu wa si wa mbali mwanaume. Ni mkinyukangi makinyamacio. Hata mwingine ameongezeka ni wawili. Ati nindi nginya kule gutathia gwa ndige ndake binga kanitheo. Anacheza na moto. Basi ninasema nini? So walikuwa wameleta kufunga, sijui walikuwa wametumia nani hiyo? Ibrahimu, hiyo ilikuwa ya nani? The future. Haikufaulu. Jina la Yesu lipewe sifa. Ndio njaragia ogwa mwa mateko nyitanendo ndauga, lakini hiyo iko katika ulimwengu wa kiro na itafaulu. Diversion. Naongea mambo na diversion. Akangojea mwezi wa kwanza mpaka wa 9. Ukumbuke kuna Sara mwenye anacheka. Anacheka ni kwa nini? Akirire Ibrahimu tuthieno. Kuna mtu katikati yetu already alisikiza mtu ambaye akanona ya diversion na walienda nje ya mapenzi ya Mungu. Although promises zake they are bending, lakini kukaa nayo, kufunzwa nayo, utafuzwa. Ukiwekewa the promise ili uonekane kama ni wakinya bandu ngenyitira. Unaweza kuimaintain, si ati Mungu anakuchukia. Hapana, ni kutengenezwa, ni kufinyangwa. Naomba tusimame. Tekande radhi biondi baule. Ni wewe unajiita mkutano. Ujiulize, mimi niko na macho ya kuona wale ni malaika. Even though ananunulia mchere Mama Njage, wacha natumianga Mama Njage. Even though ni customer wangu, do you know Mama Njage by them before tukutane Sunday, utakuwa na malaika kama wangapi? Uchunge wewe mdomo. Si ni kweli? Wacha ni minister tena. Unaona venye umefaa? Watakunja na roho ya vita. So watarais kindu gya gugukirira, lakini watakuwa malaika. Become ni rere. Ngai yakuhero wako muhoreru. Umenya kuya makorowa na roho ndunginjira no tutwaranire. Abraham, tulia. Tika kwamba togura ambata we. Menyando kage sukari. Leo nasema ya kwamba hapa usipochunga unaweza kufukuza nani? Ni mimi niko hapo, maana wengi watatumio na wengine wametumia already. Lakini wamefukuza. Kuna mwingine anaishi na malaika already. Atura nake mudhuri. Huyo nakwambia namuweka kando. Anamungai. Mungu naye ni nani? Naomba hiyo kasi isifungwe, maana kuna kasi itafungwa. Maana huyu naye amequench the spirit of God. Akatulia roho. Nasema akatulia ndoe. Don't quench the spirit of God. Ndoka atulie roho mutheru. Lo atakunja ati akiwa ati kiti kindutura. Abuthagira ando. Anatumia watu. Nikiweka gwandu mana gukuma diversion makiuga atiriri. Ando nei ndo. Ninde miuga geyo. Asuma munda ivataga na guni kumwaragia nao. Mundu ando nei ndo we. Na unachangia, unaendelea ngai atethagia wetetheti wetho wa muthoni. Na muthoni akamwira eni akinya kwa kalikana aya angani mwamwena wa Ibrahimu. Kithire tene wakati hivyo umesiriki na kusema inaenda nasema inaenda. Nimefunza leo by the way, na ninajua kuna kitu mtu amepata ndani yetu. So what if kuna mtu ananiuliza sasa need divert na ninajua although pale nilikuwa nimewekewa nitafanya nini, unangojea masomo. Yes, masomo ni pandemi milima yote. Kwani milima ni nini? Milima yote ikinja ni masomo. Mpaka uonekane this time you are mature to receive. And receiving is not enough. Maintain. Wengi wetu wanaletewa malaika, unamlaani na anaenda. Na malaika anastahili kutembea na wewe kila siku.
tupewe neema ya kumaintain malaika wa Mungu, tupewe hiyo neema. Ni wandu wengine wale mamengatire tene magikwenchi the spirit of God, matulia roho mutheru wa Ngai. Juu niliona nini ya kwamba mtu ako katikati yetu, nikaona nilikuwa namuombea, nikamuombea na ndekuga ni anje nderiku, maana atanjua, nikamuombea kisha nikaona sahani, na niliona sahani yangu nikaiona, na naona mkono ni wa nani? Naona mkono, na ilikuwa hii mkono hii naona mkono, naona sahani imekuliwa yote. Hai, nikauliza Mungu, how soon? Ibenyatia. Unajua mimi watetea mbele za Mungu kwa haraka anje, hakuweza kukumaintain. Usiungetubu leo. Sungetubule. Si Abraham hata alindivert na kasonga tu. Though ali took time. Akuweza. Nasema akuweza. Ayatikiririe nderi muno ikoro necio iramwira tuthiĩ no. Na wakati malaika alikuja yeye mwenyewe alimfukuza. Umundi mutengi bwa ameni. Nenjwe mmengatete kumengata. Jina la Yesu lipewe sifa. And by last week and this week I visited some people, very few, testing. And it was so good. Echo. Kwa wale walinikaribisha, nasema echo. Nilifurahi sana. Kwa hivyo nasema ya kwamba hautanjua ni nani amekunja. Anduaya mona gongo matafadhali be careful ndukalie. Ona kabo kire ukikagoyoke kwa magio kagweka atia. Oi, no atumwe ngoma. Hallelujah. Hallelujah. So alingonjia, alicheka ni sawa, lakini it was his time. Maana at appointed time of God, God will do what? Make everything. Ndoe. Eyo turathoma Isaia niyo turi. Mahinda manga imakinya, Ngai ni agatuma maundu mothe magirire na gutire kindu kana mundu kanondu ukagiriria okia kurathime. Jina la Yesu lipewe sifa. Ninaomba tukitoka hapa leo, maana hao manabii the bride the prophet hapa nundu agutinda magirekereria tonderi ruto bingete methomo na turundu ningorota na Ruben na ndiramenya wega kana ni ndungwe no nyonire maguru nikurekereria nderi muno. Hawa manabii wafunguliwe macho waone kabisa. Enone nderi na si ati unachukia mtu naomba. No. Ninde bujagia kiu. Hautamchukia lakini utamwekea mpaka. No mwalie nake no kwe maundu makuta kamwira. Jina la Yesu lipewe sifa. Si ati tunawachukia katwamenyire mwendeli. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Na maana ndio wengi huwa wanajua, wengi wa marafiki zetu wanaonanga hapa. Okete rukugura ngari kimugunda nikyo giukite kwina mbesa in December. No, December. Mwezi mkuni uriko November, kuna pesa siko November hapo. So moka kana yundu siothe cia kundiviro cia kunyarira wanakuinukia wanakonde spice mpaka unasikia ni wewe utaweka mpaka. Mungu atusaidie na Jehova na ndugakorwo enderi ta urie bakubi nawe kana akora gwa nderi ai murangie ndukona riu ni anogire taruria na anogire umundi style we murutire kuyona kungi ukungethagia kundambiria kubunjia style ya kwambararia moko yugaga atia kana mirigo wakuirwa mutiraria ta murie kana akora gwa nderi. Kamutara Ibrahimu mumenya niyo kire mumwemenyerere. Ruben tathio kendo rageria are megukororia nae. Muri ukoragwa nderi. Sibo nderi ni fucha. Nderi ni kitu yenye inandivile. Hivyo tu umepokea. Iko kanebenye karekeria. Unaulizwa hivyo. Akithira auditwire ningwe yaora niye ningwe yaora kogu mweno so niguma na nderie Jehova ningwe yaora niye ningwe yaora
nigetha wote gutonya Jerusalemu ninguya ura merigo yothe merito gutiri ungiota gutonya Jerusalemu ena merigo merito no ekuata Iwangatonyo ni ari othe matari ucuke gutirire iyo na rimwe rigatonya kuo ithuothe nitwiyaule merigo yothe merito nigetha ote gutonya Jerusalemu. Tumalizie hapo Ruben, sasa turudi. Tunajiuliza wewe uko wapi? Sasa unajiita mkutano. Mimi nilikuwa pale wa kungonjea mpaka naita Ibrahimu tuthieno. Aya, usio ni mundu umwe, si ndio? Maana karibu sisi sote kuna yale tuliambiwa na Jehova atatutendea. Idho mdhoni. Unaona ni kama mara ngapi unadivatiwa lakini unaruka na kuonanga ukiruka. Si ndio? Okerwa atia wethero mutumia. Kangwethere omwe. Ndithe no wako connect by the way I can. No kwenda omwe. Jira tika kutuika kuleta diversion. Ugo turathoma. Ukusoma hiyo nilikuwa nataka nisikie kama unajua. Mara nyingi hata wananjiperekanga tia kuhuraga guo wikiwe no hote kuhura. Ingone kamusere arorereti kare akuye. Onatenguo. Mutengiarie baguye. Ale diversion bakora kwa by the way. Wanakuchekeza kukuonyesha upendo lakini kuna kile mtu ana Aroreti amurekete kindu fulani. Amurekete kindu fulani. So mimi ninasema anje uko wapi? Kuna wale wa kundivert. Kuna wale ni daily vouchers. Aya next kuna wale walingonjea mpaka wakasikia hapana. Hiyo mambo na kungonjea hakuna hata diversion this time. Kanda likania na kanitha, ndalikania na Ngai. Kaba kwango matheine unajua vitu sasa ate alafu unajipenje excuse ya kwamba ukiwa indo siothe ni siao unaingia mpaka huko. Kuna wale wengine na walifungulia the vouchers the daily neema ikaya ndio mundu areroria bake nigetha nikisema kile umesikia na ungependa maombi uinue mkono unjue ni wapi unasimamia wapi ni mweno likungienda muno. Wengine nao walicheza michezo yao ya kichini ya dhambi macho ya kiroho ikaenda. Wako na spiritual brightness. Mena utumumu wa kiroho hata ikiwa wanaonanga vitu masionaga iondo tu sia ushetani mutheri. Maonaga tu iondo ira mabengi sapio na matirere wa waerewi. Grupu ya mwisho nayo ni ile ya kucheka. Ona yero wanundu ni yeterere muno ili wakangojea akiambiwa ya kwamba kuma leo mweri ungitoriku ningacoka na ugakorwo cokeretwe mugunda waku akauga ku ungioco ne MP ucokio coku atia na nigwakirwe one ireu unaanza kuongea kenye unaona na ni Mungu ananena. Wengine nao malaika wakipita na wametumwa kwako ukamatulia ngoro wanapita ukishindwa huyu ni malaika wa Mungu uweze kummaintain basi baraka zenye umepokea once ithira giroba neema gathira. So tuko pale unajiita mkutano. Usiponjua hivyo unjue tuonane mwaka ungetare tukinyita Isaka siando Isaac na kina Isaac wale wengi no tuikire mbembe sawa anyway. Yo ni turenda muno tondu no wathire diversion no one divertire wathire kukire mani gweterera geria ringi wone Ngai ni aiguaga mahoya nani wana ndio kuimba wathire kukire mani gweterera na kiugo kia Ngai kiugaga akun ni mwana divertire kawe
Aya basi tuko pale. Tukiwa katika hiyo hali ya kujiita mkutano, wewe unajiita mkutano, unjue uko wapi, ama ni macho ilienda, ni neema ilienda, ama ni diversion, ama ulikumbali ndeli, ama wewe ni ndeli. Ukiwa uko pale sasa, ama wewe ni wakucheka, unaambiwa it is time, na wewe uko na mataimu yako. Unairudisha nyuma ama unaipeleka mbele mpaka unacheka. Ukiwa uko pale basi na unajua area yako, na area hiyo unataka maombi, maana this time round unataka the promise of God ianze kutembea, mpaka unjue wakati wake uingonje. Na tena tukipokea pia kuna kazi yake ya maintain. Hiyo ni ekoro very important kwanza, kumaintain. Uko pale na uko kwa area yote ile nimetanja, na unataka maombi, uinue mkono wako juu. Baba Muthoni atuambiangi watu wainue mikono juu, ni wao wana choose. Sasa ni wao wana choose yate ambaralia imoko luto hoe neema. Ai, nani alisema kwamba nataka neema? Nasema ni yeyote. Nasisemi mambo na neema, ili yenye umesikia wewe, ili yenye umesikia na unataka maombi, ni kuombe ili uweze kumove tena, ili Mungu akusamee, ili the promises ilinuliwe, ili wengine tukitoka huku watajua the date. Wengine already imeanza leo. Nasema imeanza na hiyo haiendi miaka 2 months. Wengine ni mwezi na wengine wiki. Sasa hapa unjue hapa kuna mitia, na wengine tafadhali tupate tu neema ya usifukuze nani angel. Hapo kwanza, hapo ndio wanakuja wiki hii. Ngojea. Wiki hii nakwambia ungonje. Unaona kiti? Oh sorry. Ai katutige komianeke onale. Ndalite nyinge. Wewe wapata komethokiri wapata te umuguko. Ndio sie mbotako sila stop. Mukulia nyama na sio. Nitakwambia ukiwa peke yako. Basi ikiwa kuna area ungependa Mungu akukumbuke, na tumesoma na wewe na umeelewa, hii ndio area yangu, hiyo ndio shida yangu, naomba ikiwa unataka maombi, nasema ikiwa uinue mkono wako juu, niombe maombi mafupi, maana kazi kubwa ni yako, sio yangu. Hata mimi niko na yangu, kuna kule nimeona. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua. Mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uweza ni wewe Kristo. Umeinuliwa juu, umeinuliwa Baba wa mbinguni. Kwanza kabisa, I deal with that spirit yenye ninasikia. Wewe ni spirit ya diversion. You are the spirit of diversion. The spirit of diversion iko ndani yako. Matthew 15:13 nasema mbegu yenye injapandwa na baba itang'olewa. Nang'oa hiyo mbegu ya diversion in you. Sawa. Nang'oa hiyo mbegu. Ninang'oa hiyo mbegu ya diversion in you. In Jesus Christ name. In Jesus Christ name. In Jesus Christ name. Hiyo roho ya settlement. Roho wako roga uko pale hata unjui ufanye nini, uende wapi. I rebuke that spirit. Come out of you. In Jesus Christ's name. As from now, uwe stable. Uwe stable. Spirit of ya grieve the spirit of God. Imekufuata. Ninaomba Mungu akusamee. Naomba Mungu afungue macho yako na akupe self control in Jesus Christ name. Mungu wetu, tasama kunao walidivert kama vile Sara alifanya mume wake, na hiyo jambo ya kudivert ikafanya miaka iongezeke, uwapelekee kitu mbele. Walidivert wakafanya badala wafanye mapenzi yako ya kuwa faithful, walienda kwa vitu zingine, na wewe ukasimamisha baraka zao, even though they had guarded it. Naomba Emmanuel wasamee mwana wa Mungu, watakase Yesu, kisha uharakishe baraka zao, na waombea neema tena wale ambao walipotesha neema kwa sababu ya bitterness, ya uongo, dhambi yoyote ile ya kushiriki na andeli, wakapepa neema yako, wakapepa nyota yako. Ninairejesha tena na ninafungua macho yenu ya kiroho ili muweze kuwatambua the forces wa kinja
na mwatambue ni akina nani, na mpewe neema ya kukaa na wao na wisdom ya kukaa na wao bila kuinterfere with your blessing. May you receive the grace. May you receive the grace. May you receive the grace. Na wale ambao wamefukusa the angels of God, they will never return again. Naomba Mungu wasamehe. Naomba Mungu wafunze. Naomba Mungu wanene. Naomba Mungu wanene. Naomba Mungu wanene. Ate hao wako kwa marriage, ndivyo ninaambiwa. Hao wamefanya hivyo, wako kwa marriage. Na wachache wako kwa business. Maana nasikia wako na mizigo huku, wako na mizigo huku. Wako na mizigo huku, wamepepa mizigo huku, na wako kwa businesses. Already wamefukusa the angel of God. Yesu wasamehe, wafunze. Wakimaliza masomo yao Yesu, naomba uwaletee other angels katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ninaomba utufungue macho yetu ya kiroho. Tufungue mwana wa Mungu. Fungua hata masikio yetu ya kiroho, ili the futures wakinja tunawatambua ni akina nani. Tusiwe na hatred na wao. Tuwawekee mipaka na njia ya wisdom. Tuishi na wao na upendo. Tuishi na wao, tuwasaidie na njia ya upendo. Tuwainue na njia ya upendo. Lakini tuweze kuweka mipaka, wasindivile our sacrifice. Wale already waliachilia sacrifices zao na sikawa divided, na itakaswa na damu ya Kristo Yesu. Ninaitakasa zote na damu ya Kristo Yesu. Wale ambao wamekawiwa kupokea baraka zao, promises zao, naomba Jehova that you may visit them before tukutane tena, that you may renew and give them season ya kupokea baraka zao. Wakijua Yesu, naomba wasipuuze, wasiwe na roho ya ignorance, roho ya doubt and unbelief. Tuweze kukuamini ili tutende makuu, ili tupokee makuu. Na achilia hiyo neema ya kuamini Mungu na kukaa tukiwa na patient mpaka mwisho. Pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo kanisa tuseme amen. Mara tena tuseme amen. Aha.